Na simulizi yetu ya leo inaitwa Sweet Revenge, na mimi msomaji wako naitwa Chris. Makala haya yametolewa na Miss Hamida. Sehemu ya kwanza. Ilikuwa jioni moja nzuri. Mdogo wangu jina lake Naomi aliingia chumbani kwangu, akanikuta nikiangalia picha yake kwenye gazeti. Akaniuliza, "Hujachoka kuangalia picha yake? Tangu asubuhi upo tu hapo." "Nitaachaje kuangalia? Cheki kwanza alivyokuwa handsome." "Ni handsome sawa, lakini humjui vizuri." "Najua ni mtu mzuri na ni handsome pia. Sina haja ya kujua zaidi ya hapo." "Unafikiri atakubali kukuoa?" "Ndiyo, kwa nini isiwe? Mimi ni mrembo na nina mvuto. Mimi ni mcha Mungu, kwa hiyo hata sina pressure." Nilijipa moyo, lakini sijui kwa nini simwamini huyu jamaa. Sioni kama itakuwa vizuri kwako kuolewa naye. Nahisi utapata shida kwenye hii ndoa. Kuwa positive bana. Alafu bibi yake aliniambia atazungumza naye na atakubali kunioa. Nilianza kuchukia, maana niliona kama Naomi anataka kunipanda kichwani. Atakubali kukuoa kwa sababu ameambiwa na bibi yake na sio kwa sababu anakupenda. Kwa upande wake itakuwa kama ndoa ya kulazimishwa. Please, unaniharibia mudi yangu Naomi. Wala hata jamani, mimi nakwambia ukweli, na siku zote ukweli unauma. Wewe sema unavyosema, ila mimi kwangu unajua Felix ni mtu mzuri na kila siku bibi yake ananisifia. Da Anisa, hivi umesahau kama hatuko level moja? Wao ni matajiri, sisi ni maskini. Baba yetu ni mshona viatu tu wa mtaani. So hapo ndipo shida inapoanzia. Sio kila kitu ni pesa Naomi. Wakati mwingine mapenzi yanatosha. Na ninaamini kuwa mimi na Felix tutaoana na kupendana. Please, usiniharibie mudi yangu. Kama huna cha kuongea binti, naomba uniache peke yangu." Naomi akasema, "Sawa, poa." Kisha akatoka chumbani. Japo sikuwahi kukutana na Felix, lakini huwa namuona kwenye TV, kwenye magazeti, hata kwenye social media. Ila nilitokea kumpenda sana. Nilikuwa kama zuzu pindi nilipokuwa nasikia jina lake. Akaniambia natamani sana kama mjukuu wake angenioa. Na ndipo hapo akaniambia mjukuu wake ni nani. Mwanzo sikutaka kabisa habari za kuolewa, ila baada ya yule bibi kusisitiza sana na kuzingatia toka zamani, nilikuwa nikimzimikia Felix, nikaona tu nikubali licha ya Naomi na baba kupinga. Baada ya mimi kukubali, yule bibi akaniambia ataweka mpango sawa kwa kuongea na mjukuu wake, then tuoane. Mind you, mimi na Felix hatujawahi kuonana, ila tayari harakati za ndoa zilikuwa mbioni kuanza. Yani mambo ni moto, mambo ni fire. Basi toka siku hiyo nilikuwa kama zuzu kuangalia picha za Felix kila wakati. Sikuwahi kupenda hivi kabla, ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza. Hamwezi amini. Najua mnajiuliza huyu Felix ni nani. Ngoja niwaambie. Unapomzungumzia top richest family in Tanzania, basi huko sikuitaja familia ya akina Felix. Wana kampuni kadhaa zinazofanya vizuri duniani. Pia wana hoteli za nyota 5 katikati ya jiji. Mbali na hilo, wana apartment kubwa ambayo wanaishi mastaa wote wa mjini. Wana siasa mbalimbali wa Tanzania. Kubwa zaidi, Felix amejipatia jina na kupewa tuzo
ya the most rich bachelor in Tanzania. Kwa hiyo macho yote yapo kwake na kila anachokifanya anakikuta kwenye social media. Watu wengi hupenda kumuita sukari ya warembo, na ndio sukari yangu. Kwa hiyo sio mimi tu ambaye nilikuwa nimedata na Felix. Kuna warembo zaidi ya 1000 ambao pia walikuwa hawalali wala hawalali kwa ajili yake. Anyways, tuachane na hayo, tuje nyumbani kwa kina Felix. Wakati mimi nikiwa busy na muwaza Felix, yeye alikuwa kafika nyumbani kwao baada ya bibi yake kumwita ili wazungumze. Alipofika akaenda ofisini kwa bibi yake ambaye ilikuwa huko ndani ya lile jumba. Alipoingia tu bibi yake akampokea kwa tabasamu. "Grandson, siku yako imekuwaje? Kazi inaendeleaje?" "Kazi iko poa, mambo yanaenda vizuri." "Vipi wewe bibi? How are you?" Bibi akasema, "Niko sawa, namshukuru Mungu. Nilikuwa naenda nyumbani kwangu, but umeniita hapa ukasema kuna jambo la kuzungumza. Kuna tatizo?" Felix akauliza. "No, kuna kitu nataka kukuambia, ni muhimu sana, ila sio kuhusu kazi." "Ni kuhusu nini bibi?" Bibi akajibu, "Ni kuhusu future yako." "Una maana gani?" "Felix, nimepata msichana mzuri wa kuoa." Felix kwanza kacheka, maana alidhani bibi anatania, ila baada ya kumwangalia kwa makini ndo akagundua issue ni deep. "Bibi, upo serious? Unamaanisha nini ukisema umenitafutia msichana wa kumuoa? Mimi siko tayari kuoa." "Mpaka lini? Huu ndio umri sahihi wa kuoa na kuanza familia. Una pesa, uko vizuri, unawaza kumtunza mwanamke. So what is the problem? Shida nini?" "Okay, huyo mwanamke ni nani kwanza? Nitawaje mtu ambaye simjui?" "Bibi, serious bana? Wewe humjui, lakini mimi najua ni msichana mzuri, anatoka kwenye familia nzuri, tena wacha Mungu, anakufaa kabisa, atakuwa mke mzuri." "No, mimi sitaki kuoa, and please bibi, sitaki uniongelee hili tena." Bibi aliposikia vile akakasirika sana. "Hapa huna jinsi Felix, ni uchague kumuoa huyu msichana au ile project ya Maldives sitakupa, nimpe mtu mwingine." Felix akajibu, "Nini? Bibi, hii sio fair. Unajua kabisa nimefanya kazi kwa bidii kiasi gani. Hii ni project, niipate mimi. Huwezi kuninyima tu kwa kunilazimisha kuoa mtu ambaye simjui. Please." Felix akaanza kupanic. "Ni kwa ajili ya future. Ni kwa ajili ya future yako. Na najua ninachofanya. Project ni yako. Ila ukikataa, project ninampa mtu mwingine. So chagua moja." "No, siwezi. Hii project ni haki yangu. Bibi, huwezi kunifanya hivyo. Sitakubali. Siwezi kukusaidia. Either uoe huyo msichana au sahau hiyo project." Bibi alisimamia msimamo wake kuhakikisha kuwa lazima niwe mke wa mjukuu wake. Basi kwa hasira Felix akatoka kule ofisini na kwenda moja kwa moja sebuleni alipokuwa amekaa mama yake akiangalia TV. "Kwa nini una hasira? Amekwambia nini huyo kizee?" Mama Felix aliniuliza baada ya kuona mwanae amepanic. "Anataka nimuoe msichana alinitafutia." "Nini, amelogwa huyu bibi?" Mama mtu akashangaa. "Imagine, ananiambia nisipokubali kumuoa eti hata nipe ile project ya Maldives." "Mama, unajua kiasi gani nimeteseka ili nipate hii project? I am very angry. Nina hasira sana. Hii sasa is too much. Toka baba yako alipokufa na kumwacha mama yake kama kiongozi wa hii familia, amekuwa akituongoza jinsi anavyotaka.
sio kwako, sio kwangu, na sio kwa mdogo wako. Ila jua kitu kimoja mwanangu, lazima hiyo project itakuwa yako. Please, ongea naye, maana tunapoelekea nitakuwa siji kabisa hapa nyumbani. Sasa nitaongea naye, ila punguza hasira sasa. No, niache niondoke. Felix akatoka, hasira zikiwa zimezidi mara 2 yake. Alipanda ndani ya gari na kutoka mwendo wa ngiri bila kujali usalama wake. Macho yake yalikuwa mekundu, anatoka jasho kiasi kwamba akaona kama tai ni nzito, akaanza kuilegeza. Bila umakini barabarani na hasira zake zilipitiliza, akajikuta anasababisha ajali, kugongana na mtu. Unadhani nini kitatokea? Next inakuja. So make sure unaendelea kufuatilia simulizi zetu. Hakikisha pia una subscribe channel hii, una comment, una like, una share. Sehemu ya pili, sijajua Felix itakuwaje hapo. Bye bye.